Mkulima mwenzangu, karibu sana. Leo, hebu tuweke kando kidogo mambo ya jembe, tuweke kando mambo ya mbolea. Tunaenda kuongelea siri moja, siri ambayo inaweza kubadilisha kabisa faida unayoipata shambani. Siri yenyewe ni wakati wa kuuza. Sasa, hebu angalia hii picha kwa makini. Fikiria wakulima wawili. Shamba ni lile lile, zao ni moja, jasho wanalotoa ni sawa kabisa, lakini angalia hapa. Mmoja anavuna mwezi wa 3, anauza kilo kwa shilingi 300 tu. Mwingine anavuna mwezi wa 8, anapata shilingi 1500 kwa kilo. Sasa jiulize, tofauti ni nini hapa? Sio mbegu, sio mbolea. Tofauti ni kitu kimoja tu, wakati. Hebu tuchimbe kwa undani zaidi. Sikiliza, kabla hatujaenda mbali, nataka nikwambie kitu kimoja muhimu sana. Tatizo sio wewe. Sio kwamba ufanyi kazi kwa bidii. Mimi najua unakesha shambani, najua jasho unalolitoa. Tatizo liko kwenye mfumo mzima. Hebu fikiria, inafika msimu wa masika, kuanzia Machi mpaka Mei. Mvua zinanyesha Tanzania nzima. Sasa, nini kinatokea? Karibu kila mkulima, kwa sababu anategemea mvua, anapanda na anakuja kuvuna kwa wakati mmoja. Na matokeo yake unayajua vizuri sana, sio? Soko linafurika. Kila meza sokoni ina nyanya. Kila gari linalopita limebeba matikiti. Na sheria ya biashara ni rahisi sana na haibadiliki. Kitu kikiwa kingi kuliko wanunuzi, bei lazima ianguke. Na inaanguka kwa kila mtu. Na angalia namba hizi sasa. Hii sio hadithi. Tikiti maji lile lile unalolihangaikia kwa miezi 3, msimu wa mvua bei yake ni shilingi 300 tu kwa kilo. Lakini ukisubiri kidogo tu, msimu wa kiangazi, bei hiyo hiyo inaruka mpaka shilingi 1500. Hii ni faida yako inapotea hivi hivi. Lakini hapa ndipo nataka ufungue masikio vizuri. Ndani ya hili tatizo la bei kuanguka, kuna fursa kubwa ajabu imejificha. Fursa ya dhahabu, fursa ya msimu wa kiangazi. Unajua, kitu ambacho wakulima wengi wanasahau ni hiki. Watu hawaachi kula. Watu wa Dar es Salaam, wa Arusha, wa Mwanza wanakula kila siku. Haijalishi kuna mvua au la. Kwa hiyo, soko lipo kila siku. Swali la kujiuliza ni, wewe unakuwa wapi wakati bei ziko juu kabisa? Hebu tazama bei hizi za kiangazi. Wakati wengine wamekata tamaa mashambani, wewe unaweza kuwa unacheka ukienda benki. Tikiti maji linafika mpaka 1500 kwa kilo. Nyanya 1500 na pilipili hoho, yani hapo ni habari nyingine kabisa, mpaka 2500 kwa kilo. Hii ndiyo pesa halisi ya kilimo. Sawa, sasa najua unajiuliza, nitawezaje sasa mimi kuingia kwenye soko hili la kiangazi? Jibu ni rahisi kuliko unavyofikiria. Ni neno moja tu. Siri yote ipo kwenye kudhibiti maji. Ndiyo, maji. Hiyo ndiyo siri yote. Sikiliza kwa makini. Ukifanikiwa kudhibiti maji, unadhibiti kalenda yako. Na ukidhibiti kalenda yako, unaamua wewe mwenyewe ni lini unavuna. Na ukiamua lini unavuna, unaamua ni bei gani utapata sokoni. Ni rahisi hivyo. Hebu tuangalie tofauti hizi mbili. Kwa upande mmoja, kuna mkulima anayesubiri mvua. Yeye ni kama mtumwa wa hali ya hewa. Anavuna wakati kila mtu anavuna. Kwa upande mwingine, kuna mkulima mwenye umwagiliaji. Huyu ndio boss. Yeye anaamua, nataka kupanda leo ili nivune mwezi fulani. Anavuna wakati soko halina mzigo na bei ziko juu angani. Hebu nikupe mfano halisi, usiseme naongea nadharia tu. Mkulima mmoja kule Morogoro, ana ekari moja tu ya tikiti maji. Aliamua kutumia umwagiliaji. Akavuna mwezi Agosti. Mapato yake yote, yani pesa aliyoingiza, ilikuwa shilingi milioni 8. Sawa? Na gharama zake zote, kuanzia mbegu, mbolea, hadi gharama ya kufunga ule mfumo wa umwagiliaji, zote kwa pamoja zilikuwa shilingi milioni 2.5 tu. Sasa, piga hesabu. Baada ya kutoa gharama zote, faida safi iliyobaki mfukoni mwake ni shilingi milioni 5.5 katika msimu mmoja tu. Wakati huo huo, jirani yake aliyevuna Machi alipata hasara.
Okay, sasa hiyo ni hadithi ya yule mkulima. Vipi kuhusu wewe? Unawezaje kupanga na wewe ili uweze kupata faida kama hiyo? Mbinu yenyewe ni kupanga kuanzia sokoni, kurudi nyuma hadi shambani. Ni hatua 4 tu na ni rahisi sana kuzifuata. Hatua ya kwanza kabisa, amua ni mwezi gani unataka kuuza. Lengo lako liwe Agosti au Septemba. Pili, jua zao lako linatumia siku ngapi kukomaa. Mfano, tikiti maji ni kama siku 80. Tatu, sasa hapa ndipo tunapopiga hesabu ya kurudi nyuma. Kama unataka kuuza Agosti, ni lini unapaswa kupanda? Mwishoni mwa Mei. Na hatua ya 4, na hii ndio moyo wa mpango wote, lazima uwe na maji ya uhakika. Bila umwagiliaji, huu mpango wote ni ndoto tu. Nataka uelewe kitu. Hii sio story ya kwenye vitabu. Hii ndio inatakiwa iwe kalenda yako ya biashara. Hii ndio tofauti ya kulima kwa mazoea na kulima kibiashara. Na hapa sasa ndipo sisi kama Kilimo Biashara Afrika tunaweza kukusaidia. Unaweza kuanza safari ya kubadilisha shamba lako kuanzia leo. Tunafanyaje? Sisi sio tu tunauza vifaa. Kwanza, tunakusaidia kusanifu na kufunga mfumo wa umwagiliaji wa matone unaoendana na shamba lako na bajeti yako. Pili, tunakushauri ni zao gani hasa linalipa kwa msimu upi. Na tatu, na muhimu zaidi, tunakupa mpango kamili wa kibiashara. Hatutoi ushauri wa bure tu, tunakupa ramani ya mafanikio. Lakini kuna kitu kimoja. Ili tuweze kumpa kila mkulima ushauri na huduma bora, tunahudumia mashamba machache kwa wakati mmoja. Kwa hiyo, ni muhimu uwahi, wasiliana nasi mapema ili upate nafasi yako. Kama uko tayari kubadilisha kilimo chako, chukua simu yako sasa hivi. Tutumie ujumbe kwenye WhatsApp kupitia namba hii unayoiona kwenye screen: 0763 071 007. Tuanze safari hii pamoja. Sasa, labda unataka kujifunza zaidi, sio tu kuhusu mwagiliaji, bali kuhusu biashara nzima, masoko, udongo, mbolea, yani kila kitu. Hapo sasa, tuna kitu kingine maalum kwako. Hii ni Kilimo Biashara Online Academy. Hapa utapata vitabu na miongozo iliyoandikwa kwa ajili yetu, kwa ajili ya hali halisi ya Tanzania, na mifano kutoka kwenye mashamba na masoko yetu wenyewe. Na sehemu nzuri zaidi ni hii. Unaweza kuanza sasa hivi. Nenda kwenye tovuti hii unayoiona hapa, www.kilimo.net/books, na unaweza kusoma mwongozo wa kwanza kabisa bure. Ndio, bure kabisa. Basi, mkulima mwenzangu, swali la mwisho na kuachia wewe. Uko tayari kuacha kusubiri mvua? Uko tayari kushika usukani wa kalenda yako ya kilimo na muhimu zaidi, faida yako? Chaguo sasa ni lako.